Mwalimu wa Bwire. Mwalimu hujambo lakini? Si jambo kabisa. Karibu. Asante. Likizo fupi la kupelekaje? Wapi? Tuwaona. Ujambo mtazamaji, kwa habari nyingine tena karibu katika sehemu ya pili ya dawati la lugha. Bila shaka mwalimu wa Bwire siku zote mcheshi kweli kweli, tuchekesha hapa. Unaona mwalimu Fred wa Pula kidogo. Kicheko ndo hicho basi kimemvaa. Na kaka Gabriel angekuwa hapa hatungemweze, ingebidi tuende mapumziko mafupi. Mtazamaji karibu. Katika sehemu hii ya pili bila shaka paneli tayari. Walimu kaongezeka kwa mmoja kuashiria kwamba tuko sawa kuweza kuangazia vipengele mbalimbali katika sehemu hii. Naona bado mwalimu wa Bwire apiga mbizi kidogo kuweza kuangalia ni wapi tupo. Unajua siku zote namuombea maisha marefu mwalimu wa Bwire. Maana kila kuchao naona angalau ananiongezea siku 2 mbele. Hivyo mwalimu Samuel Apura. Huyu ni rafiki yangu, tulisoma naye na vile ni mwalimu wa shule ya upili ya St. Mary's. Ananiambia mwalimu, wewe tunakupata vizuri nikiwa na wanafunzi wangu wa kidato cha 4 sijui ndo magharibi ama ndo kaskazini, lakini ameniambia kijumla tu kwamba ni wanafunzi wa darasa ama wa kidato cha 4. Kwa hiyo natumai umetupata vizuri. Asante Saida Nelima, naona vile vile anatufuatilia. Kumbuka vile vile unaweza kufuatilia mengi zaidi pale Facebook kwenye ukurasa West TV. Unalei kule ukurasa na mambo yanakuwa shwari kabisa. Vile vile unanipata mie ukurasa Dalmundo kibinafsi kama kawaida basi Dalmas Sakali. Najaribu kupiga mbizi kuweza kuangalia nani mwingine ambaye anazidi kuzungumza nasi japo kitambo kidogo cha jivuta. Kumbuka katika sehemu hii ya pili tunaangazia masuala ya sarufi na mwalimu ameweza kujitayarisha kweli kweli kuweza kuangazia ukanushaji wa vitenzi kama sijakosea mwalimu. Na vile vile sehemu ya wakifishaji ambapo watakuwa wanaangazia kistari kifupi na kistari kirefu. Mwalimu hujambo? Shuleni kwema? Shuleni kwema bwana. Nikaambiwa hawa walipewa likizo, sijui likizo fupi yao mlienda wapi? Mwanzo nilipata dokodoko kwamba mwalimu wa Bwire huenda amekwama sehemu sijui za wapi. Kulikuwa katika lile taifa la Wagagagigigo kwa sabahi wale katika maeneo ya kwenye. Mimi nimekufundisha kitu kimoja mwalimu. Sana nikiwa na Dalmundo nikamwambia Dalmas, sasa wewe una uhakika bwana amerejea ama vipi? Mimi sijakuwa na kipindi ndicho kikakamilika. Jamaa hajawasili. Kabidi tumpigie mwalimu wako mkuu tumuulize bwana yuko wapi. Kumbe ama ndo kufika. Na unajua siku zote mimi nilifundishwa kitu kaka Fred. Kwamba ukienda tunakusaidia tu utulie kwanza tukipiga gumzo. Na hila nini? Naam. Kienda sehemu ambayo kidogo ni mpya, ukiletewa kitu ambacho huna uhakika ni kitu gani, usikichukue. Kuliko ukichukue baadaye ugundue kwamba umechukua pizza ukidhani ni ugali. Hilo tumeliacha. Mwalimu, leo sijui tunaangalia leo vinyume vya vitenzi. Siku zote vitenzi vina vinyume vyake. Na kinyume cha kitenzi ni hali ya kupinga au kukanusha kupinga moja kwa moja kwa hali iliyopo. Hali iliyopo. Kwa hivyo ni hali ya kupinga moja kwa moja pale. Kwa mfano ukiangalia tuseme kama kuna jadwali la upande mmoja ni kitenzi, upande wa pili ni kinyume chake. Sema funga itakuwa fungua, sio? Simama itakuwa keti au kaa, sio? Haya, fumba itakuwa fumbua. Naam. Unaweza ukafumba au kufumbua macho, naam. Panga vile vile itakuwa ni pangua. Ziba itakuwa ni zibua. Ficha, fichua. Umba, umbua. Alafu tunaweza tukazungumzia kuhusu kunja, iwe ni kunjua. Panda, usiseme pandua. Na hapo ni kweli, na hapo kwa sababu kuna jamaa wangu sana huenda amesema
panda pandua. Na huyu ni jamaa siku zote nikamwita Jairus pamoja na Caleb. Wao wako wanatazama tu. Sasa uliposema panda na Imani walisema pandua. Sasa wale wanaanza kuchukua mziki kwamba fumba fumbua, finya finyua. Na natumai mwalimu anajaribu kurejelea tu kwamba ule mnyambuliko katika kauli ya kutendua kwamba vitenzi hivyo mara nyingi utapata kwamba vinachukua dhana ya kinyume. Na vile vile inafaa tuangalie kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo katika hali ya kuyasema jinsi yalivyo, kwa mfano panda inaweza kuwa na usawe fulani. Kuna panda ya kukwea na panda vile vile ya kuweka mbegu ardhini. Kwa hivyo hapa tunazungumzia ile panda ya kukwea. Ndani ya kukwea. Naam. Kwa hivyo itakuwa ni panda shuka. Naam. Alafu fukia itakuwa ni fukua. Watu wengi uchanganyikiwa sana baadhi ya kusema vinyume vya vitenzi hivi. Kwa mfano mtu anajua tu, kwa mfano iwapo unajaribu kuzika mtu kule mazikoni, baada ya kumzika yule maiti pale wanajaribu kufukia. Sasa watu wengi wanafikiri, watu wengi husema kwamba wanamfunika na mchanga. Lakini hali kuna tofauti ya kufunika na kufukia. Naam. Katika hali ya kufunika, naam, katika hali ya kufunika lazima kuwe na kifaa fulani ambacho ni kifuniko kile kifaa ambacho kinatwikwa pale juu ya kitu, iwapo ni chupa ama tuseme labda nafunikwa, labda tuseme sandukuni. Kabisa. Lakini ile hali ya inasema fukia, kinyume chake itakuwa ni fukua. Alafu pia tunaweza tukasema kwamba cheka inaweza ikawa lia, tia inaweza kuwa toa, choma, chomoa. Sasa kuna watu hapa katika choma pia kuna tafrani kidogo, kuna vurugu. Kwa sababu baadhi ya watu husema kwamba kuchoma, wale watu wanajua tu ni kuwasha moto na kuhakikisha kwamba kitu fulani kimechomeka kama. Mfano mzuri, mwanafunzi ni yule anatoa mfano mzuri. Sasa ni mwanafunzi. Choma nyama. Choma nyama. Upendi nyama? Na mimi sipendi nyama. Tunazungumzia kuhusu choma katika hali ya kujaribu kukidunga kitu pahali. Kwa sababu watu wengi hawajui kwamba unapojaribu kuchukua kitu kama sindano na ama mkuki pale tunasema tunachoma pale. Hatusemi okay, inakaribiana na kudunga ndio, lakini watu wengi hawajui kwamba choma pia ni neno ambalo kitenzi ambacho kina usawe wa aina yake. Na natumai choma huja na ule mrusho kwamba sio labda tuko nao hivi moja kwa moja, natumai tu kwamba labda wakati mwingi hutumiwa sana kimkuki ama kisilaha ama kitu chenye tuseme kama makali mancha. Kwa sababu kitubutu sidhani kama kinaweza kikachoma. Kitubutu akiweza kikachoma. Tegua pale. Pakia, pakua. Sasa hapa pia kuna vurugo bin tafran. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wengine wanafikiria tu kusema tu pakua ni wanafikiria tu kwa muktadha wa maamkuli na jikoni hivi. Mama anapakua chakula. Sasa hii pakua na pakia ni kama kupakia. Unaweza ukapakia mchanga kwenye lori, unaweza ukapakia mzigo kwenye rokwama, shehena. Alafu ile hali ya kutoa ule mzigo basi itakuwa ni kupakua. Pakia itakuwa ni kinyume chake. Alafu fuma, fumua. Mwalimu, naomba udadavue kuhusu fuma na fumua. Kuna baadhi ya wananchi watukufu ama wanafunzi ambao hawajui maana ya kufuma au kufumua. Na kufuma tuseme kwamba mimi ninavyoelewa mimi kufuma tuseme kwamba inakaribiana na kudunga. Naam. Kweli, kwa sababu unaposema yule swara alifumwa ama alimfuma swara kwa mkuki wake. Naam. Kwa hivyo ina maana ya kuchoma pia inakwendana kisawasawa. Alafu vile vile unapozingatia hili neno fuma pia ni hali ya kushona. Kwa mfano unaweza ukafuma mkeka, ukafuma fulana na kadhalika. Kuna baadhi ya nguo ambazo hutengenezwa kwa kutumia mtindo huo. Sasa fuma itakuwa fumua kinyume chake. Naam. Alafu tukitoka pale inama itakuwa ni inuka. Alafu funika itakuwa ni funua na kadhalika. Sasa mwanafunzi anaweza akapewa zoezi katika sehemu hiyo, akaulizwa
andika kinyume cha neno lililopigiwa mstari katika sentensi ifuatayo. Wanjiko alifuma fulana, na neno fuma likapigiwa mstari. Sasa itabidi utafute kinyume cha kitenzi hicho. Na ieleweke kwamba katika unyume wa vitenzi ama unyume katika lugha ya Kiswahili siku zote inafaa ieleweke kwamba nomino hazina unyume wake. Kwa mfano unaweza mtoto, kinyume cha mtoto. Naam, sasa mwalimu unanikumbusha na swala hilo. Wakati mmoja nikawa nazungumza naye mwalimu, kuna mwalimu ndani moja hapo ya walimu wazuri tu, mwalimu Tomkins. Tukawa tunacheka kidogo, anasema kwamba mwalimu, unapata kwamba mara nyingi kweli swala hili la vinyume huwa linawatatiza sana wanafunzi. Utapata kwamba sentence, hebu na sentence kama hii, mama amejifungua, kwamba saja kinyume cha sentence hii, mama amejifungua. Sasa sijui itakuwa baba amefanya nini? Sasa amejifunga. Ukawa na ule sasa utapata kwamba ulivyosema tu kwamba nomino, hasa nomino za pekee siku zote hazina kinyume. Sema kwamba kinyume cha Kisumu ni Nairobi. Hawezi kusema hivyo. Nairobi na Kisumu ni mambo mawili tofauti. Kwa hivyo vinyume haswa nasema ni nomino za pekee huwa hazina kinyume. Lakini labda tu labda kuna baadhi, mfano mvulana, msichana, kwa mfano kuna baba, mama, kwa mfano. Kweli kuna baadhi ya machache, lakini mfano zile labda mtu na nasaba au jinsia. Alafu pia iangaziwe kwamba kuna baadhi ya vitenzi ambavyo havina vinyume. Kwa mfano ukisema mama amejifungua, sasa mama amepachikwa. Naam, kweli. Hamna unyume pale. Unajua sasa pale hapana unyume kwa sababu huo ni mfumo. Kapachika, kalea mimba, kazaa. Sasa kinyume kiko wapi? Sasa hapa tunaangazia kwa mfano hasa hivi vitenzi ambavyo kidogo vimetungwa kitasfida hivi. Kwa mfano nimekwenda msalani. Kinyume cha kutabawali. Nimekwenda jikoni. Ati ametabawali. Sasa ukitabawali pale kinyume chake ni sasa kuna baadhi haswa haya hivi vitenzi, kuna baadhi ya vitenzi kweli vilivyoundwa katika vitenzi tasa tuseme tu havichukui kauli hiyo. Lakini labda nikiuliza swali kwa faida ya mwanafunzi, vitenzi pana mfumo wote wa vile vitenzi ambavyo vina vinyume vyake. Kuna mfumo wote ambao mwanafunzi anafaa aweze kuwa nao, ama ni mwanafunzi yajua haujui yaishia pale kwamba kama unajua kama hujui ama hamna mfumo wote? Mfumo namaanisha kwamba naam kweli nimekupata. Kuna baadhi ya mfumo wa kwanza alivyosema mwalimu ni kwamba kuna mfumo wa mfano vitenzi katika kauli ya kutendua, na vile vile kuna mfumo vile vile wa nomino, hasa nomino za baadhi ya nomino za jinsia. Mfano mvulana anaweza kuwa msichana, na vile vile kuna baadhi ya kinyume kama vile malkia, kuna kinyume cha malkia mfalme na kadhalika. Lakini mwanafunzi asitegemee sana tendua, kwa sababu akitegemea tendua ndo pale palima limua. Sasa kuna vingine navyo moja kwa moja kuteua upande wa pili. Mfano panda, alivyosema mwalimu ni kwamba ni kushuka. Hamna mfumo wote pale umetumika pale. Alafu vile vile nafaa tueleweke kwamba mwanafunzi anafaa kuwa na akili tambuzi ya kubainisha kati ya vinyume. Lakini kama aliwahi tibiwa Kenyatta hospitali, unajua changamoto. Naam. Mwanafunzi anafaa kuwa na akili tambuzi ya kung'amua baina ya unyume na ukanushaji. Kwa kuwa katika ukanushaji sisi tuwakanusha hali. Kwa mfano tunaweza kusema mama analima, mama halimi. Sasa hapo tusiangazie sana unyume, tukasahau pia ukanushaji. Yote ni muhimu na utainiwa kitofauti. Naam. Na kweli kwa sababu utapata kwamba kuna na unajua hata hawa watahini huwa makini sana wakati anatahini swala, tuseme kwamba swali linahusu kinyume. Jibu lake la kwanza ni kutia jibu la nini?
la ukanusho, ili kwa sababu ukiangalia akili mwanafunzi yeye atambua kwamba kinyume kweli, kinyume ni ulivyosema ni upande wa pili tu neno. Lakini unaposema kwamba ni kukanusha ni kule kukataa kitu, kukataa ama kukana. Unaposema kwamba mama ameenda, mama hajaenda, kitenzi kinabaki hicho. Kwa ufupi tu tukimaliza, mwalimu wa Bwire, kabla tuangazie kistari kifupi na kirefu kwa labda dakika kama 10, pale mwanafunzi anapoulizwa swali, tukija pale kwa kinyume, pande zote mbili zina usawa fulani, ama kwa mfano mwanafunzi anatarajia aweze kupewa fuma, aweze kupata fumua. Anaweza kujipata sentensi inafumua, anafaa irejeshe kuwa fuma, kwamba maneno yote mawili yana ule usawa, ama kwa kiwango fulani labda ukirejesha fumua iwe fuma, si kinyume. Kote inakubalika. Kwa mfano kama sentensi sema mama alifumua fulana, na neno fumua limepigiwa mstari, basi atafuma yule. Naam, kweli. Kwa hivyo nimekupata. Wakisema kwamba kinyume haimaanishi tu tunaangalia hali ya kawaida na hapana. Labda mwanafunzi anaweza letewa swali kama hilo tu, mama amefumua labda mkeka. Unaona kwamba mwanafunzi aweze kutia kinyume cha sentensi, ama kutafuta kinyume cha neno lililopigiliwa kijistari pale. Huenda ni fumua. Kwa hivyo moja kwa moja ni fuma pale. Alafu vile tumejaribu kuileta hii dhana ya ukanushaji, na vile pale kuna uyakinishaji. Kwa hivyo uyakinishaji pale katika ukanushaji huja kwa nia ya kukubaliana. Labda tusimkanganye mwanafunzi, labda sehemu hiyo tuiachie ukanushaji. Tulitaja pale na ndio maana sitaki tuiendeleze zaidi hapo. Mbona utaki? Kwa sababu wanafunzi wengi wakati unazungumzia kinyume na pale ulete ukanushaji, inakuwa ni tafrani. Labda tunafurahi kwamba umetoa mpaka mfano katika zoezi kuashiria kwamba mwanafunzi atakuwa katika nafasi bora zaidi ya labda kuweza kupata jibu lake. Tusonge labda katika kipengele kingine ambacho ni tofauti, lakini bado vile huwa pale katika masuala ya sarufi na matumizi ya lugha. Swala la kistari kifupi, kistari kirefu kwa dakika kama 10 kwa kifisha. Hiyo mada hutokea katika kwa kifisha pale. Haya, sasa katika wakifishaji leo nataka tuzungumzie kuhusu kistari kifupi na kistari kirefu, na jinsi kinavyotumika katika maandishi. Tuseme tu maandishi. Hapa si katika matamshi kwa sana, ni katika ule uandishi. Sasa hali ya kwanza ambayo kistari kifupi hutumika ni katika hali ya kuendeleza neno katika mstari wa pili. Tuseme neno sehemu ya kuandikia kidogo iliadimika, sijui ni kama mlango wa pikipiki ama sijui ule mstari. Sasa ukitaka kuendeleza lile neno ambalo limeandikwa nusu katika mstari mwingine, unaweza ukatumia kistari kifupi ukamalizia katika mstari wa kwanza, kisha ule uendelezaji wa lile neno ukaendelea katika mstari wa pili. Kwa mfano, kusema mama alikwenda sokoni kununua mboga na mkaa. Kistari nenda kistari kifupi, alafu unakwenda kwenye mstari wa pili unaandika te, kwa sababu neno mkate lilishindwa kutoshea katika nafasi ya ule mstari labda mwisho. Naam, ni kweli. Lakini natumai anachosema mwalimu wa Bwire ni kwamba wakati mwingine labda huenda unaandika neno fulani, labda neno hili halijakamilika, hasa katika kufululiza, katika hali ya kufululiza unatia pale kile kijistari, alafu unaendeleza na hilo neno. Na vile kwa wanafunzi utapata kwamba mtindo huu ama huwa mara nyingi wanakosa kutumia alama hii ama kijistari. Ndio maana utapata baadhi ya walimu shuleni utasema kwamba kama neno halitoshei, achana nalo, njoo usonge nalo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafunzi huwa wanafeli kutumia kile kijistari. Naam, zaidi hapo labda kwa kasi kidogo, kutenganisha kwa kasi kidogo. Unajua mimi ndio bosi hapo. Kutenganisha silabi za maneno. Kwa mfano neno linaweza likawa kama neno kama vile maneno. Ma kistari kifupi, ne kistari kifupi, no. Basi pale kile kistari kifupi kinatumika katika kule kufanya nini? Kutenganisha silabi katika maneno. Kwa mfano mwingine inaweza kuwa ni
mchango, kistari, cha kistari, ngo pale. Tunaweza tukapata neno kama vile kitoweo, ki kistari, to kistari, we kistari, o na kadhalika. Tunaweza kusema kama kudokeza jambo, kudokeza jambo kuhusu neno, kudokeza jambo kuhusu neno. Kwa mfano, unapokuwa katika hali ya kuonyesha tuseme shina la neno. Neno lina viambishi awali, viambishi tamati na vile vile shina, au katika hali tofauti wanaita mzizi wa neno. Kwa mfano, nguo nyeupe. Kwa hivyo pale shina ni sehemu ya neno isiyobadilika katika unyambuzi wa aina yoyote. Ile sehemu ambayo siku zote inasimama wima. Kwa hivyo nguo nyeupe, ile unaweka kistari kifupi. Kistari kifupi eupe. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza kupata nguo nyeupe, watu weupe, gari jeupe. Kwa hivyo ili kuonyesha ule mzizi ni kistari alafu eupe, kistari eusi, kistari enyewe, kistari oote, kistari ingine na kadhalika. Kwa hivyo kile kistari kifupi hutumika pale. Alafu pia katika hali tofauti pia tunaweza kuzungumzia kistari kifupi hutumika kutenganisha maneno ambatano. Maneno ambatano, kuna baadhi ya maneno katika lugha ya Kiswahili ambayo huambatana. Kwa mfano katika somo Uingereza huita biology. Katika Kiswahili huita elimu viumbe. Sasa elimu viumbe pale unaweka elimu kistari kifupi viumbe. Isim jamii. Unaweka isim kistari kifupi jamii. Viwavi jeshi. Kumaanisha neno moja hilo. Neno moja lakini sasa latenganishwa na kile kistari kifupi. Haya. Alafu pia kuna kudumisha sauti. Hali ya kudumisha sauti katika uandishi. Kwa mfano mtu anaweza akashangaa akasema masalale, alafu alama ya hisi pale. Sasa ile masalale kuna ule wakaa. Ukiuliza wale wataalamu watakwambia wakaa ni wakati ambapo sauti moja ya vokali inadumishwa. Kwa hivyo ukiandika kwa mfano neno masalale unaandika ma sa la kistari kifupi a kistari kifupi a kistari kifupi le, masalale, yani ile sauti inadumu pale. Alafu niliteleza mara moja, chwa, niliteleza mara moja, chwa. Kwa hivyo ni chwa kistari kifupi a kistari kifupi a kistari kifupi a pale. Sasa pale inatumika kama hali ya kudumisha sauti. Hali nyingine ambayo kistari kifupi hutumika ni kuonyesha kipindi cha muda fulani. Kwa mfano tunaweza kusema kwamba mstaafu Rais Mwai Kibaki alihudumu kuanzia mwaka wa 2003 hadi 2000 Nimekuelewa. Labda tu kumchachawiza anavyoashiria mwalimu ni kwamba hiki kijistari kifupi hiki mara nyingi kinaweza kutumika kule kuonyesha tarehe. Kuonyesha tarehe. Moja kwa moja ni pale. Ni tarehe pale na vile vile msimu na vile vile msimu fulani. Kumaanisha kwamba labda tukio hilo lilitokea tarehe mosi, kisha kuna kile kijistari mwezi wa 4, kisha kijistari mwaka wa labda 1994. Na labda kuongezea tu mwalimu, sijui kama lipo ama lipo vile vile hiki kijistari mara nyingi kinatumika na hawa waandishi wa riwaya ama tamthilia. Utapata kwamba endapo anataka kutia maneno fulani labda yasiyo na maana yote tu, labda niseme kwamba Mwalimu Fred aliyekuwa akija siku ya Jumamosi kutufunza Kiswahili amepandishwa
Kwa hivyo mwalimu Fred kisha kile kijistari, alafu na yale maelezo ambayo kidogo hayana umuhimu wote. Labda mwalimu Fred alafu kisha pale pale kuna kile kijistari. Yule aliyekuwa akija hapa kutufunza nini Kiswahili, kisha kuna kijistari amepewa ama amepandishwa. Sema ni maneno ambayo yakiondolewa bado vile hapo sasa ndio nilikuwa nakuja. Ndio maana nikasema ikiondolewa sentence hiyo inabaki. Kuna baadhi ya maneno ambayo huandikwa kwa vitengo. Maneno ambayo huandikwa kwa vitengo pia hutumia kistari kifupi. Kwa mfano, shangazi alipika muhogo wa aina ya binti Athmani. Kwa hivyo binti Athmani, binti kistari kifupi Athmani. Alafu tunaweza tukasema pia mpunga wa aina ya Tule na Bwana. Mpunga wa aina ya Tule na Bwana. Sasa Tule kistari kifupi na kistari kifupi Bwana. Alafu mara nyingi utagundua kwamba maneno kama hayo hutiwa mabanoni. Unafungua mabano sema Tule kistari na kistari Bwana. Mpunga wa Tule na Bwana unapandwa sana kule kwetu. Hiyo sentensi ni ya ukweli ama ni ya ukweli zaidi? Sasa huko ndo kwenu huko. Kuna mtu wako hapa. Kuna mtu wako hapa. Sasa labda sasa hapo unaweza kweli sasa itabidi tukubali. Kwa hivyo kistari kirefu nacho hutumika katika mazingira yafuatayo. Tunasema kama kutanguliza usemi au maelezo. Kutanguliza usemi au maelezo. Kwa mfano, wachezaji wa Kenya wa mpira wa kriketi kistari kifupi, wale wote waliochaguliwa hivi karibuni kistari kirefu wamekwenda Marekani. Sasa pia yani iwapo tuseme kuna tuseme tu habari za ziada. Yale habari za ziada mwalimu anatumia kistari kirefu pale katika matumizi. Haya, mfano wa pili. Nataka sijui kama utaweza kupitia sehemu hiyo kwa dakika moja ama sehemu hiyo tuiachie. Najaribu kutafakari tusije mwalimu Fred Wafula na hisi kwamba tuiachie sehemu hiyo. Hata sehemu yenyewe imekwisha. Imekwisha. Mfano tu tunatolea. Na unanichachawiza zaidi. Utalipa pili. Muda umesahau. Alivyosema siku zote huyo ndio bosi. Ndio hapo. Nataka unirudishie vitu vyangu vyote kistari kirefu. Nataka unirudishie vitu vyangu vyote kistari kirefu. Kiti, kabati, meza, na vingine vyote. Naam. Naomba nitue hapo. Angalau alhamdulillah. Jumamosi ijayo naomba kwamba labda kwa faida ya mwanafunzi sehemu hiyo tuiendelezee pale labda kwenye utangazia mabano mshazari na labda mwenyewe unajua vile utaweza kuangalia sehemu hiyo ikija pale wewe sasa ndio bosi bila shaka upande wa pili mwalimu Joseph Otieno yupo na bila shaka tutakuwa tunaingia naye kwa takriban dakika moja ijayo katika sehemu ya 3 na ya mwisho kipindi hiki cha fasihi andishi. Sijui kwa nini leo mwalimu Joseph Otieno hataki kuwa mpole na anabishabisha kweli kweli. Simu yangu jumbe zako mwalimu najua umefika, kwa hivyo tulia mzee wangu. Muda mfupi sana ujao. Mwalimu Fred Wafula najua kwamba huenda tusiwe nayo katika sehemu hiyo ya 3. Wewe utakuwa nawe bila shaka. Ndio umeingia. Sina usiwe na haraka ya kuondoka. Mwalimu Fred Wafula sasa huyo anavyosema kwamba hana uhakika, unajua ni kwa sababu gani? Na kweli. Nina dharura kidogo. Kwa hivyo uenda kwa unaondoka na sepa. Kweli. Kwa hivyo mimi labda tu nikuwashukuru wanafunzi pamoja na walimu wengi tu, wengine wamekuwa wakinitumia jumbe mbalimbali, lakini kwangu nasema asanteni sana. Siku zote dawati lipo tu. Alafu nimekutana na mwalimu, kuna mwalimu rafiki yangu akaniambia kwamba mwalimu, endapo mtanialika na mimi nije wiki kesho ndashukuru. Sema hamna tatizo, sisi hapa. Hapa tunaalika walimu wote, sio kwamba sisi ndio mwisho bwana. Si kweli. Kwa hivyo labda kufunga kazi tu ningependa kuwatakia na kuwashukuru wale wote waliochangia katika sanaa hii. Siku zote ndasema kuwa kila siku ya Jumamosi saa 3 hadi saa 5 usikose kusawazisha makalio yako kwenye makochi au vigoda. Siku zote papa hapa kwenye dawati la lugha palipo ngolewa shoka
na mpini ukabaki. Tawire. Shukran. Shukran mwalimu Fred Wafula. Kazi nzuri nimeiona unaifanya pale Facebook kuweza kukitilia. Na kweli lakini hilo nisije nikamwaga mtama labda bado. Mwalimu Wabwire Edwin, wewe nisipokupa muda najua dakika moja kama umekwenda sana. Ajab kabisa. Siku moja nilikwenda kwenye maziko. Na kwa bahati mbaya yule mgeni wa heshima katika maziko hayo alikuwa amefariki. Je, ningefanyaje? Tafakari. Shukran mwalimu Wabwire Edwin wa shule ya upili ya Bungoma. Kongole kwa kufika matangani. Siku zote nikadhani labda wewe matangani ufiki, labda kwenye sherehe za harusi. Sana na mwalimu Wabwire. Na wageni wa heshima pale ni wa Fred Wafula wa St. Anne's Kimini. Bila shaka mimi ni Sakali Dalmas. Sehemu ya 3 inaanza muda mfupi sana ujao. Upande wa pili mwalimu Joseph Otieno basi anaingia hapa, tutakuwa tunaendelezea pale tulipoachia kuweza kuangazia fasihi andishi, kwa kwamba ni mtainiwa mtarajiwa mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE. Walimu shukran, na watakia siku njema, sehemu nzuri tu ya weekend iliyosalia. Na shukran kutenga muda wetu. Naomba umsalimu kuweza kujumuika pamoja nasi. Shukran upande wa pili. Na unenepe kidogo bwana.